Usajili unaoendelea Dar es Salaam Africans, ni mashabiki kama umekuwa hamuliziki kwa aina fulani hivi, sio tegemeo ambao mnategemea kuliona. Inaonekana ni wazi baadhi ya mashabiki walikuwa wanatamani kuona utambulisho mkubwa wa wachezaji wa kimataifa, lakini Dar es Salaam Africans imeanza spidi kama ya kuanza kutambulisha wachezaji wa nani kwanza asiamini usajili wa Yanga, huyo sio Yanga huyo. Ukimwona mtu wa usajili wa Yanga hataki kuamini, huyo sio Yanga. Katika mpira wa Tanzania tumwekea wachezaji wa ndani 20, wachezaji wa ndani 18, wachezaji wa nje 12, unapata 30. Mimi siamini kama kuna timu inaweza kasajili wachezaji 40 kutokana na hali ya mazingira ya vilabu. Sababu wachezaji 40 maana yake unapa mshahara mwingi sana. Mimi na maana kila timu itasajili wachezaji 30, itatangaza wachezaji gani ambao wanaenda kuwasaidia. Mimi nadhani kila mmoja anasajili wachezaji ambao wamekwenda amewaona katika msimu ulioisha. Kwenda imani walimu wa Yanga walipendekeza majina ya wachezaji, na ndio maana viongozi wanasajili. Sio kizungumza kama kuna mwana Yanga ambaye alizika na usajili, basi hiyo sio Yanga. Sababu nchi yetu na wachezaji ambao wana vipaji, atakiwa wacheze timu kubwa. Wote wacheze timu ndogo, lazima wacheze timu kubwa, wachezaji waonekane ili wapate kusonga mbele. Kwa ndio wanamjua Mzinze, kwa ndio wanamjua, alikuwa anamjua Msuva, lakini mwisho wa siku si ndio anacheza akadiferi Jobu wake na Kibwana Shomari. Swala kutoka perform hilo jambo lingine. Kwanza usajili unafanyika, baada hapo ndio kuona perform yao kwenye uwanja. Kwa hiyo mimi siamini kama mtu wa Yanga kweli aamini na usajili wa Yanga ambao unaoendelea. Ni kama mshangao. Hapo umesema hakuna timu, wewe huwezi kuamini kama timu itasajili wachezaji 40, lakini mpaka sasa hivi kuna timu tayari ina wachezaji 43. Timu gani ambayo wachezaji 43? Siwezi kuitaja, lakini tayari ina wachezaji 43. Hiyo alikuwa wachezaji wataacha kwa sababu dirisha halijafungwa bado. Lakini ninachojua mimi, nchi yetu imeweka nafasi wachezaji wa ndani. Na timu za ndani lazima waangalie wachezaji ambao wameperform katika msimu ambao ulioisha. Sasa ukisema Yanga mchezaji wa ndani afu Yanga hana furaha, hiyo issue kwangu mimi sioni kama ina nafasi. Siachoamini timu viongozi wote wanasajili na ameamua kutangulisha wachezaji wa ndani. Baada hapo watakuja wa kimataifa, kwa sababu wachezaji wa kimataifa kama mbaki saba maana yake bado watano. Wachezaji watano wamesajiliwa, watakuja kutangazwa. Hiyo ndio issue iliyokuwepo, kwa wachezaji wa nje wana limit ambayo imewekwa. Kwa kila mmoja ajue ili tuwe na timu ya wachezaji 30 lazima wachezaji wa ndani tusajili. Tunaangalia wachezaji gani ambaye aliperform katika msimu uliopita. Sasa kama unataka kusajili wachezaji ambao ndani hajaperform, hauwezi kusajili wachezaji wa aina hiyo. Unafikiri wale waliosajiliwa Yanga, wale waliotambulishwa mpaka hivi sasa, wanaweza kuisaidia Yanga kutoka hapa ilipo kuipeleka nchi ya ahadi? Kwanza nadhani wasikilizaji wako watakiwa wanisikilize kitu kimoja ambacho watakiwa wakijue. Kama wataki kukijua lazima wakijue. Tanzania ina sheria ambazo zimewekwa. Na Tanzania sheria iliyowekwa moja wapo ni wachezaji wa ndani lazima kwenye timu wawe wengi kuliko wa kigeni. Sasa wachezaji ambao wanaosajiliwa ni wachezaji wale ambao viongozi wa Yanga katika safari zao za mikoani, katika kuangalia mechi za ligi kuu za NBC, wameona wachezaji ambao wanakwenda kuwasajili ndio wachezaji wanakuja kuisaidia timu yetu. Na wachezaji wao ambao tumewasajili ndio ambao walikuwa wanacheza kwenye timu zao. Sasa utakao wasajili wachezaji wa aina gani? Akiwa mchezaji wa ndani, mchezaji wa ndani anataka asajiliwe yule ambaye alikuwa anacheza. Kwa hiyo kiniambia mtu hajalizika, basi hatakuwa na shida yake. Tusubiri ligi ianze, mwalimu aanze mazoezi, atoe perform vizuri kwenye mechi, atapangwa kwenye mazoezi, atapangwa. Mimi sina imani kama viongozi wale wachezaji ambao wanamuona hana uwezo akamsajili. Sisi wako wengi tu. Lakini wameenda Mashujaa, wamechukua wachezaji wawili ambao wamewaona wamelizika nao, wanaoingiza kwenye timu. Wakati huo ambao tunaizungumzia Dar es Salaam Africans, ukiangalia upande wa pili Simba na wao wanafanya usajili, wamemsajili Bakali msimu, wamemchukua Nathaniel Chilambo pamoja na tunamzungumzia ni kiungo wa shoka kabisa kutokea pale Pamba Jiji. Wachezaji ambao wamewasajili Simba mpaka sasa hivi mgeni ni Nathaniel Chilambo ambaye watu wengi hawakuwa kumweka kwenye story ambazo zilikuwepo zilionekana za kawaida, lakini mwisho wa siku kweli amesajiliwa Nathaniel Chilambo. Lakini wachezaji hao watatu ambao mmewataja, hao wachezaji ambao Simba walikuwa wanafanya kwenye mechi zao wasicheze ili wanakuja kucheza kwenye mechi zao. Afu cha ubaya zaidi, issue inapokuja kutoka anatokea msemaji wa klabu anasema hilo jambo sio kweli, huyo mchezaji majeruhi. Mimi hapa tunapolia na Nze Jamali, hapa mimi nitalia sana Nze Jamali. Kwa staili Nze Jamali, timu yake apeleke Zanzibar. Hii nitasema kila siku. Kama kuna vilabu ambavyo vinaweza kupanga urafiki na vilabu vikubwa hivi Simba na Yanga, alafu wewe Azamu unataka ubingwa. Kwangu mimi binafsi sioni Azamu kama anaweza kuwa bingwa. Na anakuwa bingwa katika engo gani? Kwa sababu Azamu hawezi kupata favor hiyo kumpigia kiongozi wa Coast kumwambia mchezaji fulani asicheze ili tunapocheza mechi iwe rahisi. Kwa hiyo ni mtihani mkubwa ambao kwenye soka letu tusipousemea mtihani huu ambao umejitokeza kwa Simba na hizi timu tatu, changamoto sana. Mimi nadhani ndio maana Simba wanapenda kulalamikia Yanga sana, kwa sababu mipango yao ambao wanaipanga Yanga wanaitegua, lakini Azamu anaingia mipango ndio Azamu anakosa ubingwa. Unataka kujua hilo? Angalia msimu ulivyoenda. Alifika sehemu Azamu
na Simba libaki alama 3, lakini mwisho wa siku Azam ka drop point mpaka kafikia alama hizo zilizofikia mpaka msimu unaisha. Kwenye Jamali apambane na hali yake, wakae kijue tu kwamba wao shiriki ligi, lakini kwenye ubingwa wasahau ndani ya Tanzania. Tumeshuhudia hapo umehitaja Azam FC. Azam FC ambayo sasa hivi tunashuhudia kila kukicha inatambulisha vyuma vipya. Ni wazi kama kuna lundo la wachezaji waliomaliza msimu uliopita wataondoka, maana mpaka sasa hivi wana takriban utambulisho wa wachezaji 7 mpaka 8 tayari wameshaufanya. Mimi na imani Azam ndani ya Tanzania ni timu bora. Ni timu ambayo inashindana kila siku, inashindana. Shida iliyokuwepo ndio hiyo tu, wanakosa support za nje ya uwanja kutokana baina ya viongozi waliokuwa nao. Azam hawana target kwenye timu ndogo, lakini na imani mimi nakubali, kwa sababu Simba tulamikia sana Yanga. Wanajua sisi mipango yao tunaipiga pini, lakini kwa Azam hata walete Ronaldo akiwa miaka 18, Azam hawezi kuwa bingwa kwenye nchi ya Tanzania. Kama aliambuliwa mwaka mmoja, washukuru Mwenyezi Mungu, hapa palipobaki washike nafasi ya pili, ya tatu, ya pili, ya tatu, lakini mabingwa wataendelea kuwa Simba Yanga mpaka nchi inakwenda mwisho wa dunia. Yanga wanahusishwa na Jensi ya Kaminko kutokea pale Azam FC, ambapo mkataba wake umeisha pamoja na Morris Chuku kutokea pale Singida Black Star. Ni wazi kwamba dili la Morris Chuku kama sio muda mrefu linaenda kukamilika. Hakuna kiongozi wa Yanga anaweza akaenda kuchukua Jensi ya Kaminko wala Morris Chuku. Tulikofikia sisi sasa hivi tunaenda kujenga timu, hatuwezi kwenda wachezaji tena ambao Tanzania wamshakaa sana, washatumika sana, afu unasema unaenda kujenga timu. Mimi na imani wachezaji 5 wa Yanga wa kimataifa waliobaki atakuwa maingizo mapya na wachezaji wenye uwezo zaidi, kwa sababu 7 wamebaki, lazima tuingize 5 ambao tunaenda kuwaingiza, lazima tuingize wachezaji ambao wenye quality kubwa. Sasa ukiniambia Kaminko anampia gani tena Tanzania, au huyo Morris Chuku anampia gani? Hana mpia yote. Kwa hiyo tukubali majembe 5 yanayokuja yale wachezaji wa maana kabisa ambao wanakuja kuwasaidia wachezaji 7 waliobaki ili kutimiza wachezaji 12 ili Yanga isonge mbele. Kumekuwa na wakati mgumu sana, mazungumzo yakiendelea, issue mzima ya Alan Okello Starboy. Alan Okello Starboy anatakiwa Uturuki pamoja na kule Ubelgiji. Ni wazi Dar es Salaam Africans kwa kuangalia tu tayari wameshaika booking kwa Mosi Ndomwe kutokea pale Singida Black Star kama biashara itafanyika ya Alan Okello, lakini Yanga wanatamani kuendelea kubaki na Alan Okello, huku upande wa Alan Okello ukionekana ni wazi bili iliyokuja mezani, ofa ni kubwa sana, hawawezi kuiacha. Mimi nadhani viongozi wa Yanga katika viongozi hao ambao tumewachagua miaka 4 waliomaliza katika sehemu ambayo ninawapongeza moja hapo hiyo. Ikija dili kweli ambayo inaridhisha klabu yetu tunapata mapato, wao wana simila wanachukua hela tafuta mchezaji. Mimi siamini kama itakuja ofa ya kubwa kabisa na Yanga kamzia Alan Okello kutokuondoka. Haitakiwa Aziziki tukamuondoa, lakini mwisho wa siku tulipata hela. Kwani na imani kama hilo dili kweli lipo na mzigo upo wa maana, mimi na imani rais wangu engineer Lisi na kamati yake tendaji watachukua hela. Hatumwache kama mchezaji mbaya, isipokuwa kwa sababu hela imefika na vilabu ili vipate fedha lazima uuze mchezaji, ununue mchezaji. Hata kama tulinunua bei kidogo ya tunapata kwa bei ambayo tunaenda kumuuza bei kubwa. Kwa nini si viongozi wachukue hela? Chukua hela, tafuta mchezaji ambaye anakuja kulisi hiyo nafasi, maisha ya mpira yanaendelea. Na imani kama dili itakuwa kweli na likiwa kubwa ataondoka kuelekea hiyo timu ambayo anaenda. Mosi Ndomwe anaweza kuwasaidia Dar es Salaam Africans. Kwanza katika kitu ambacho mimi niseme tu wazi, katika mchezaji ambaye sijamfuatilia kwenye msimu ni huyo. Kwa hiyo kusema ni mzuri au mbaya, ngoja kama viongozi watamsajili tutamuona, lakini kwa manilikaa kumfuatilia mwenendo wake, mikimbio yake, unajua kufunga magoli sio kwamba ndio mtu aliyofunga magoli kwenye msimu ndio anakuwa hatari sana. Inategemea alikuwa anacheza katika timu ambayo alikuwa anapata nafasi, lakini kana uwezo ulikuwa wa kawaida. Kwa hiyo sio kila mfungaji bora anakuwa ndo mchezaji mzuri. Kwa hiyo mimi binafsi yangu sitaki kumzungumzia mchezaji ambaye sijamfuatilia alipokuja Singida wala huko alikotoka. Kama viongozi watakuwa wamejiridhisha ni mchezaji mzuri, okay, wakimsajili sisi kama mashabiki na wanachama ni kumsupport ili timu yetu isonge mbele. Kuna urejeo wa Stefan Aziziki unaonekana ni wazi kama umeshakamilika. Kama akirudi Aziziki, yes. Mchezaji ambaye hakuna mtu asiyemtaka Aziziki mchiko kuwa naye. Na akirudi Aziziki maana yake tunaongeza machungu kwenye baadhi ya vilabu ambavyo tumevitesa sana tukiwa na Aziziki. Ina maana kama Azizi atarudi dili lake itakuwa sawa na itakuwa vizuri. Akirudi Azizi Okello tunaweza kuchukua fedha sababu ni wachezaji ambao wana kaliba ambazo zinazofanana. Tofauti kwamba Okello amekuwa hana nguvu kidogo lakini ubunifu ni ule ule. Kwa hiyo na imani kama Azizi atarudi na Okello amefika bei, tuchukue hela. Shida yetu si fedha, mpira wote fedha baba. Kulikuwa kuna mgongano mkubwa pale South Africa. Ilionekana ni wazi Dar es Salaam Africans kama wameshafika dili kwa Peter Shalulile, lakini ni wazi na Simba kama wameingilia kati hilo dili. Ni wazi Peter Shalulile anaonekana kama viunga vya Msimbazi ndo njia yake ya kuelekea. Nitakuwa kitu ambacho mimi binafsi nitakuwa mtovu wa nidhamu kama nitaendelea kuzungumzia tetesi za usajili ikiwa mwenyekiti wa wasemaji barani Afrika au Tanzania Ali Shabani kama ashasema Yanga usajili wamemaliza.
Sasa kinaanza kumteteti. Maana natoa nguvu kwa klabu. Kiu tusanga leo mianzo madogo madogo na licha kutangaza ilimbulishwa. Sisi Afrika tunaja baada bila kujua muda gani unatangaza mchezaji. Wewe utaona tu kwenye peji za Yanga mchezaji amepanda, lakini sina imani kama Peter Sherulile yupo kwenye hesabu ya kucheza Yanga Afrika msimu. Leo mmetambulisha double leo. Tunaanza wa nyumbani kwanza wazawa. Leo makocha double. Wale wametambulishwa kwa sababu ndio wamekuja kwenye timu yetu. Wala washapewa mikataba yao katika miezi iliyopita. Na maana leo wamekuja kwa sababu wanakuja kuanza kazi. Na wanakuja kuanza kazi ambayo sisi wana Yanga tunaisubiri tuione ili tuone burudani katika msimu ambao unakuja 26 27. Yanga ubingwa tena mwakani. Christmas wanakula wale. Hilo swali sasa hilo, unajua haya maswali ya kocha kutokumaliza Krismasi au kutokrismasi. Wale walimu wa mpira wapo kwa kazi mbili tu, kuajiliwa na kufukuzwa. Sawa? Watu wamewaleta wale walimu kwa maana kabisa wameshawaona wana uwezo mkubwa, lakini vile kuna matarajio. Kama matarajio ambayo viongozi wataona hawajafikia, wakifikia uamuzi wasitofikia, maana yake wao ndio watajua. Sisi kama mashabiki kazi yetu kuwasapoti makocha na wachezaji ambao wapo kwenye klabu yetu kuhakikisha wanatupa ubingwa. Na ndio maana tumekuwa mabingwa mara 5 mfululizo. Tumepita na makocha ambao aina mbalimbali. Lakini kama mashabiki na wanachama hakuna mtu ambaye alikata tamaa kwa makocha wake au kwa wachezaji. Mimi na imani viongozi wamefanya jicho zuri kumchagua mwalimu ambaye amemuona anakuja kutusaidia katika klabu yetu ya Yanga Afrika. Bwana, shukrani sana. Asante.